Mabibi na mabwana, ladies and gentlemen. Nikizungumzia issue ya coach mpya ambaye tumemuona kwenye bench kwenye mchezo wa kwanza uliopita dhidi ya Fountain Gate. Kwa mara ya kwanza walimuona coach Aman Josia akisimama ama akihudumu kama head coach wa timu yetu kwenye bench, na hiyo tunafahamu ni kwa nini imetokea hivyo. Ni baada ya sisi kama club kupigwa fine kwa michezo mitatu kutokuwa na kocha mkuu kwenye bench kutokana na kutokuwa na refresher course. Refresher course ambayo inakwenda kutolewa nadhani Disemba 10 kama sijakosea, ndio refresher course itatoka. Kwa hiyo kwa kipindi hiki mpaka Disemba 10 coach Amani Josia atasimama kama head coach, lakini pia watu wamekuwa na maswali, wamemuona tena Mashami Vincent kwenye bench la Dodoma Jiji. Wengi walisema amemfukuza. Niwaambie tu kwamba kwa timu ambayo ina akili timamu, yoyote ile yenye akili timamu ya soka, huwezi kuachana na kocha kama Vincent Mashami. Kwanza kutokana na aina yake ya ufundishaji, connection ambayo anayo na wachezaji, lakini pia CV yake the way ilivyo. Ni kocha mzuri na unaweza ukatafuta CV ya coach Josia kwenye makocha hawa ambao wanafundisha ligi kuu Tanzania bara usimpate. Kwa hiyo Vincent Mashami anabakia kwenye kikosi chetu kwa nafasi ya meneja mkuu ama general manager wa klabu yetu. Nadhani nimejibu swali lenu. Akisha soma refresher course atarejea kama kocha mkuu. Sawa, tumeona mnacheza mchezo wenu mpaka sasa jezi za mazoezi. Yeah. Yeah. Sasa tunabadilisha jezi kutokana na hii. Kama vile kaibu waka. Ambao kamekuwa kakituandama kwa misimu kama miwili mitatu hivi. Timu ya Jiji na Dodoma makao makuu ya nchi. Yeah. Jezi. Of course kila kitu kilikuwa intact kwenye issue ya jezi, na nichukue fursa hii kwa niaba ya club niwaombe radhi mashabiki wote wa Dodoma Jiji, kwa sababu wao wanaumia, sisi tunaumia, lakini tunaamini mashabiki wanaumia zaidi, kwa sababu hakuna kitu kinaumiza kama unakwenda kushangilia timu inapata ushindi kwenye uwanja wa nyumbani alafu hauna jezi ya timu ambayo unaishabikia. Kwa hiyo tuwaombe radhi. Iko changamoto ambayo imetokea kwa msimu huu, kila kitu kilikuwa kiko sawa kabisa, na niseme tu kwamba mzigo wa jezi wa kwanza ulikuwa umeingia, lakini baada ya kuingia zilionekana zile jezi zilikuwa zina changamoto kwenye eneo la kimuundo wa jezi na designer ambaye alikuwa ame design zile jezi, kwa maana ya mtu ambaye anahusika na upande wa designing kidogo, wale ambao wana print waliprinti tofauti, au ile production ilifanyika tofauti kidogo. Kwa hiyo zilivyokuja tukakaa sisi kama management pamoja na wenzetu wa NetSport ambao ndio mzabuni wa jezi, tukakubaliana kwamba hazikuwa sahihi sana kwenda kwa mashabiki, kitu ambacho hata mashabiki pia inawezekana wasingetuelewa. Kwa hiyo tulichokuja kukifanya baadaye sasa ni kutafuta jezi za muda ambazo ndio zimekuja. Actually sio jezi za mazoezi, ni jezi za mechi, lakini zimekuja chache kwa ajili ya wachezaji ili wasicheze mechi bila jezi, na ziko aina zote tatu: jezi ya nyumbani ya blue, jezi nyeupe ya ugenini, pamoja na jezi ya ugenini ya blue, jezi ya nyumbani nyeupe, pamoja na ile third kit. Zote zimekuja, ndio maana ukiona huwa wanabadilisha, lakini sio jezi special au jezi maalum za timu kwenda kwa mashabiki. Kwa ni jezi za muda kwa ajili ya kurescue situation ya wachezaji. Production iko mwishoni kabisa. Kwa hiyo tunaamini ndani ya wiki hizi mbili tutakwenda kuzindua jezi zetu za msimu, na tumechelewa of course kwa mashabiki, lakini bado tunayo nafasi. Tuendelee kuisupport timu yetu, jezi zinakuja. Lakini tumeona pia hizi ambazo tulisema ni jezi kwa ajili tu ya hizi mechi kadhaa, mpaka pale jezi mpya zitakapokuja, mashabiki pia wametokea kuzipenda hizo. Kwa hiyo ni waahidi pia jezi mpya zitakuja, lakini hizi ambazo mnaziona timu wanachezea, kama kuna mtu atakuwa anazihitaji pia na zenyewe
zinapatikana. Kwa hiyo niombe radhi kwa hilo. Scenario nzima ndio iko hivyo, ni jambo ambalo lilikuwa liko nje ya uwezo wetu na jezi zinakuwa produced nje ya nchi. Kwa hiyo as soon as possible mzigo utaingia na hatutazitoa kienyeji. Tutakuwa na event kubwa kwa ajili ya kulaunch hizo jezi as soon as possible. Sasa zimeprintiwa, lakini tunapokuja kwenye issue ya production, kabla ya kuanza production na kampuni ambayo inafanya production, kuna vitu mnakubaliana. Yaani lazima vitu vitoke vile ambavyo sisi tumetaka vitoke. Ukishampa shabiki hata kama akikipenda, kikishakuwa mtaani, maana yake tayari unaona kuna timu fulani imetoa jezi mara mbili kwa mashabiki. Ni kitu ambacho unawadistract mashabiki. Na unapokuwa professional, kile ambacho umekitaka kiende ndio hicho ambacho kinatakiwa kiende. Yaani usichanganye. Kama kuna utaratibu wa kutoa jezi kwa mashabiki, vikundi vya mashabiki, kwa nini tusitoe hizi ambazo ndio OG zitakazokuja? Kwa kama kutakuwa na utaratibu wa kutoa, maana yake tutazitoa hizo ambazo ni OG, lakini sio kutoa zile ambazo tuliziona haziko sawa. Ndio maana tukasema kama ingekuwa tunaweza kufanya hivyo, maana yake hata hizo ambazo tumesema zimekosewa tungeziweka sokoni, lakini kwa bei ya chini. Lakini tukasema no, lazima ije jezi ambayo ni OG, ila hizi ambazo wachezaji wanachezea, ambazo tulisema hizi ni za muda, si hatukusema kama ndio jezi kali, lakini watu wameziona ni jezi kali. Na mimi niwaambie kwamba unaweza ukaiona jezi aliyovaa mchezaji ni jezi kali, lakini jezi ambayo tuliplani kuja nayo ambayo inakuja ni jezi kali mara 30 ya hiyo ambayo unaiona. Lakini kama ukiipenda hii, na yenyewe pia itakuwepo sokoni. Lakini kusema kama tutoe zile jezi ambazo siku tumezichukulia kama jezi ambazo ni feki, hazikuwa na ubora, tuwape mashabiki, kweli pia hata sisi kwenye upande wa taratibu za kiserikali haitakuwa nzuri. Yeah. Asante baba, nirudishe huko maana wataniua. Kwanza niwashukuru sana mashabiki wa Dodoma Jiji ambao walijitokeza kwenye mchezo uliopita dhidi ya Fountain Gate. Actually haukuwa mchezo mgumu sana kwetu kwa mtu ambaye aliangalia ile mechi. Yaani mpaka leo simu zimekuwa nyingi. Yaani kila mtu anajiuliza, tulikuwa na kikao pia hata leo asubuhi. Yaani swali kubwa lilikuwa ni kwa nini tulifeli au kwa nini tulifungwa kwenye ile mechi. Yaani ilikuwa sio mechi hata ya kutoa sare. Lakini ndio hivyo, tunasema kwenye mpira kuna mambo mengi. Kwenye mpira kuna bahati pia. Kwa hiyo inawezekana Mwenyezi Mungu naye aliangalia wenzetu mchezo wa 4 hawajapata alama hata moja, wanafanyaje? Kwa hiyo bahati ikawa upande wao, lakini ulikuwa ni mchezo ambao tulidominate kila kitu, tulitengeneza nafasi za kutosha especially kwenye kipindi cha kwanza, lakini hatukuweza kuzitumia. Nadhani ndo hayo masuala ya bahati, kitu ambacho na sisi sasa tunamuomba Mwenyezi Mungu, sasa tunakwenda kukutana naye ana pointi nyingi kuliko sisi kama sikosei. Kwa hiyo tunaamini tumejipanga vizuri, tuko nyumbani. Plani yetu msimu huu ni tusipoteze mchezo hata mmoja wa nyumbani. Nirudie tena, ni tusipoteze mchezo hata mmoja wa nyumbani. Na tilia mkazo hapo, sio Simba, sio Yanga. Maana inawezekana mkasema michezo hiyo mingine, hapana. Yaani sio Simba, sio Yanga, sio Azam. Tusipoteze mchezo hata mmoja wa nyumbani. Tumeanza vizuri na mechi ya Coast ambayo ilikuwa ni mechi ngumu. Tunakwenda mchezo wa kesho dhidi ya Mtibwa, of course utakuwa ni mchezo mgumu, lakini tunaamini tutakwenda kupata matokeo mazuri kwa sababu tumejiandaa kisawasawa. Yaani niwaambie tu kwamba Mtibwa ni afadhali wangekutana na Simba kipindi hiki au Yanga, lakini sio kukutana na Dodoma Jiji hii ambayo kidogo na sisi tumevurugwa. Nadhani mmemuona hapa kocha aliyokuwa anayaongea, sio tu kwamba ameongea muda mwingine kiutani, yani naye pia yuko moto kwa ajili ya mechi ya kesho. Kwa hiyo niseme tu kwamba utakuwa ni mchezo mzuri, utakuwa ni mchezo mgumu, lakini niwahakikishie mashabiki, njoo ukiwa umevaa hata jezi yako ya msimu uliopita, maskini ya Mungu, wewe njoo tu kwa sababu jezi bado. Njoo ukiwa umevaa jezi yoyote ya Dodoma Jiji, tunakuruhusu hata ya msimu wa kwanza au ya championship wakati wewe ligi daraja la kwanza. Wewe njoo nayo ile jezi ukiwa umevaa jezi yako ya Dodoma Jiji, anikiza vya kutosha. Kesho tunakusanya alama 3, tunajiandaa. Baada ya siku 2 tunakutana na Pamba hapo Jamhuri.
tunakusanya tena alama 3, alama 6. Tunakwenda mapumziko tukiwa tupo kwenye nafasi fulani hivi ambayo ni nzuri. Kiingilio kwa mchezo wa kesho ni kile kile. Hatuhitaji tamaa sana. Kiingilio ni shilingi 3000. Ukae VIP, ukae mzunguko. Kiingilio ni kimoja tu, shilingi 3000. Andaa buku 3 yako, njoo Jamhuri ushuhudie kabumbu. Na waahidi mashabiki, nimezungumza na wachezaji, nimezungumza na benchi la ufundi, nimezungumza na management, nimezungumza na vikundi vyote vya mashabiki wa Dodoma Jiji Football Club. Mchezo wa kesho ni mchezo wa fainali. Mchezo wa kesho si mchezo wa kupoteza. Tulipanga tukusanye alama 9 kwenye michezo hii mitatu ambayo imekaribiana. Tumepoteza 3. Hatutaki kupoteza hizi alama 6. Kwa hiyo niseme liwake jua, inyeshe mvua, yani iwe mchana, iwe usiku, ng'ombe atakako geukia ndiko atakako chinjiwa. Hatuangalii sio amegeukia Kibra, yani atakako geukia kokote kule, tunachinja huko huko ili mradi tuweze kupata alama 3.